Ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imeshindwa kukubaliana na kile ambacho Donald Trump, rais wa Marekani, ameelekeza juu ya kusitisha shambulio la Israel dhidi ya nyuklia za Iran. Netanyahu alielekeza operesheni nyingi za wazi na za siri ambazo zimekuwa muhimu katika kuzuia Iran kupata silaha za kinyuklia. Israel ilikuwa na mpango wa kufanya shambulizi katika kipindi cha hivi karibuni, lakini rais wa Marekani Donald Trump alikataa juu ya kuishambulia miundombinu ya nyuklia nchini Iran. Mpango wa nyuklia wa Iran umecheleweshwa kwa karibu muongo mmoja kutokana na msururu wa operesheni za wazi na za siri zilizoelekezwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ilisema katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumatano. Netanyahu alielekeza operesheni nyingi za wazi na za siri ambazo zimekuwa muhimu katika kuzuia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupata silaha za nyuklia. Juhudi hizi, ilidai taarifa, zimerudisha nyuma mpango wa nyuklia wa Iran kwa karibu miaka 10. Marekani mara kadhaa imezuia juu ya mashambulizi ya maeneo ya vinu vya nyuklia vya Iran. Hata katika utawala uliopita wa Joe Biden ulikataa katika kuishambulia miundombinu ya nyuklia ya Iran. Kadhalika, na hata katika kipindi hiki cha rais wa Marekani wa sasa Bwana Donald Trump, katika siku za hivi karibuni ameikataza Israel kufanya shambulizi lolote katika miundombinu ya nyuklia ya Iran. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameongoza kampeni ya kimataifa dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran kwa zaidi ya muongo mmoja, hata wakati wengine walipuuza tishio hilo wakiita mzunguko wa kisiasa na kumuita waziri mkuu mbishi, ilisema taarifa iliyotolewa kutoka katika ofisi ya Netanyahu. Rais wa Marekani Donald Trump alizuia shambulizi lililopangwa kufanywa na Israel kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran ili kufanya mazungumzo na Iran ili kuweka kikomo mpango wake wa nyuklia. Na hii ni kwa mujibu wa gazeti la New York Times ambalo limeripoti Jumatano likiwanukuu maafisa wa utawala wa watu wengine walio na habari juu ya suala hilo nchini Israel. Waziri mkuu alisisitiza kwamba kucheleweshwa kuliwezeshwa na msisitizo wa yeye mwenyewe Netanyahu wa kudumisha msimamo thabiti wa mara nyingi wenye utata juu ya Iran kati yake na serikali ya Marekani, licha kukabiliwa na upinzani mkubwa ndani na nje ya nchi. Kama waziri mkuu alivyosema mara kwa mara, Israel haitaruhusu Iran kupata silaha za nyuklia, ilisema taarifa kutoka katika ofisi yake. Mazungumzo ya awali yanaonyesha makubaliano na kila upande ukisema kwamba ni mazungumzo mazuri yanaonyesha mwanga. Siku ya kesho Jumamosi, viongozi kutoka Urusi, viongozi kutoka Iran na Marekani watakutana Roma nchini Italia kwa ajili ya mazungumzo zaidi juu ya suala la nyuklia la Iran. Rais wa Marekani aliambia Israel juu ya uamuzi wake mapema mwezi Aprili, kulingana na ripoti, na kusababisha ziara ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuelekea Washington. Israel ilikuwa imefanya mipango kulingana na ripoti hiyo ya kushambulia maeneo ya nyuklia ya Iran mwezi ujao, huku IDF ikiwa tayari kuyatekeleza kwa idhini ya Marekani. Uidhinishaji huu ungekuwa muhimu kwa mafanikio ya mpango wa Israel ambao ungehitaji usaidizi wa Marekani na kufanya mshirika wa Israel kuwa wakala mkuu katika shambulio hilo. Ripoti ya New York Times imesema kwamba maafisa wengi waliofahamishwa juu ya mipango ya Israel ya majadiliano ya siri ndani ya utawala wa Trump, ambao walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina, walisema kuwa Israel ilipanga kwa muda mrefu kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran, ikiwa ni pamoja na kufanya mazoezi ya mashambulizi ya mabomu na kuhesabu ni kiasi gani cha uharibifu inaweza kufanya au bila msaada wa Marekani.